Katika kuelekea sikukuu ya Eid al-Fitr, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa zawadi ya kilo 250 za sukari na maji katoni 83 kwa vituo 24 vinavyotoa huduma za ustawi wa jamii Tanzania. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima amesema Rais Samia anakumbuka makundi maalum na salamu ya zawadi aliyoitoa pia imejumuisha makundi yaliyopo Zanzibar. Mimi natumika na hizi ni ripoti zaidi. Sawa. Ndugu zangu, katika kuendeleza utaratibu huu, basi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan leo hii anakabidhi zawadi hizi kama mnavyoziona hapa, ambazo ni sukari kilo 2500 na maji katoni 83. Anakabidhi zawadi sukari kilo 2500 na maji katoni 83. Na zawadi hizo anazikabidhi kwa vituo 24 vinavyotoa huduma za ustawi wa jamii, vikiwemo makao ya watoto, mahabusu za watoto, makazi ya wazee na chuo cha watu wenye ulemavu Yombo. Narudia tena, leo hii mahala hapa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anakabidhi zawadi zipatazo sukari kilo 2500 na maji katoni 83 maji ya kunywa. Na zawadi hizo zinakwenda kwenye vituo 24 vinavyotoa huduma za ustawi wa jamii, vikiwemo makao ya watoto, mahabusu za watoto, makazi ya wazee na chuo cha watu wenye ulemavu Yombo. Tuwezesha kuja hapa kama nilivyosema, lengo letu tu ni kufikisha salamu za Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye yeye ndio aliiunda hii wizara ya makundi maalum, na akasema mojawapo ya mambo ninayopenda kadri niwezavyo, hatua kwa hatua, majira kwa majira, ni kutoa sadaka ya zawadi ya kula pamoja na wenzetu wa makundi maalum. Gwajima, usisahau hilo. Nikamwambia ndio. Kwa hiyo huwa anatupa hizi salamu, tunazipeleka mikoa yote au mikoa mbalimbali kulingana na ile sadaka yenyewe ilivyo, maana makundi ni mengi yako nchi nzima. Basi walau apate uwakilishi wa maeneo na maeneo, ili iwe ni sadaka ya kufurahi pamoja na kumtanguliza Mwenyezi Mungu kwamba yuko pia kwa ajili ya makundi maalum. Ndugu zangu, kwa hiyo tunapoenda kwenye hii Eid al-Fitr, tumepokea salamu za Mheshimiwa Rais, tukashirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo ambao wanatushika mkono, wizara yetu ya maendeleo ya jamii hapa, wamiliki na walezi wa vituo mbalimbali, tukaratibu, tukaona kwamba kwa azamu hii majira haya basi tufanye haya tuliyoyafanya ya kuweza kuzifikisha salamu hizo kwenu hapa Dar es Salaam, ili watoto hawa ambao wanalelewa na kutunzwa kwenye vituo mbalimbali vya makundi maalum waweze kupokea salamu hizo kwa niaba ya wengine. Hivyo basi mchango wenu watoto pamoja na wote wa makundi maalum sio kwamba unaishia tu kwamba sisi kuwalea. Wanalelewa hawa, wanapata ufundi, wanakuwa hawa, wanakwenda kwenye jamii, wanaanza kutoa huduma. Tunao wengi sana. Wengine wameajiriwa, wengine wako kwenye jamii wamejiajiri wenyewe. Yote haya yanatokana na mpango thabiti wa serikali wa kuhakikisha kwamba hakuna mtoto wa nchi hii ambaye ana mahitaji maalum basi anakuwa hazingatiwi katika kuendelezwa, akajikuta anakaa kwenye kundi au mazingira hatarishi wakati wote. Tukiwa tuko hapa leo katika makao haya ya Kurasini kupokea sadaka hii kutoka kwa Mheshimiwa Rais wetu mpendwa. Naitwa Hajati Zubeida Abdallah na ni mkurugenzi mkuu wa kituo hiki chetu cha yatima Amani Foundation for Orphanages. Mheshimiwa Waziri wetu Mama Gwajima pamoja na meza kuu, sisi leo kwa niaba ya makao yote tuna furaha. Tumefurahi sana kuitwa hapa leo na Mheshimiwa Rais kupitia kwako wewe Mheshimiwa Waziri, na ukaja mwenyewe na kutukabidhi mkononi vitu hivi ama sadaka hii. Ni jambo kubwa sana Mheshimiwa Waziri umelifanya.
una kazi nyingi, una mambo mengi, pirika zimekuwa nyingi, lakini ukajitoa muda wako ukaja hapa kuungana na sisi wenye makao ya watoto. Lakini kingine, tunapenda kuishukuru serikali yetu kwa kututambua sisi wenye makao au vituo vya yatima, kwamba mnatujali na mnatupenda na mnathamini kile ambacho tunakifanya. Na kwa kweli tunafanya majambo haya ya kusaidia jamii zetu hizi, kuisapoti serikali yetu ambayo iko chini ya mwanamama jemedari jembe Daktari Samia Suluhu Hassan. Yeye aendelee kupambana kutuletea maendeleo makubwa katika nchi yetu ya Tanzania.